ndoa ukiacha kuwa ni jambo zito na ni matakwa ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ndoa ni kiini cha msingi, ni nguzo imara na kiunganishi kati ya uwepo wa serikali, lakini pia ni kiunganishi muhimu cha masuala yote ya amani na usalama wa taifa lolote. Maadili ya jamii yanaanzia kwenye ngazi ya familia, na kama kukiwa familia zetu zina maadili yaliyo mema, tafsiri yake ni kwamba wale wote wanaotokana na familia, baba na mama, na watoto watakaotokana na baba na mama wenye maadili mema ya kidini na maadili yenye misingi ya kufuata sheria na taratibu za nchi, maana yake ni kwamba mtoto atakayezaliwa atazaliwa kwenye familia iliyo na maadili, familia iliyo na msingi mema, familia iliyo na mtu ambaye atakuja kuzaliwa, mtoto yule atakulia kwenye maadili, atakuwa na uzalendo, atakuwa na utaifa, atakuwa na hofu ya Mungu, lakini mtu huyu ndiyo ambaye baadaye tutamtarajia kuja kuwa kiongozi aidha wa dini au kiongozi wa serikali. Kwa hiyo msingi wa familia ndio msingi mkuu wa maadili ya taifa lolote. Mila, tamaduni na desturi zetu zimejikita katika familia, ngazi ya familia, kwa sababu leo tukizungumzia ulinzi na usalama wa taifa letu tunaangalia zaidi kwenye taifa, tunaangalia kuanzia kwenye ngazi ya familia. Kwa familia zetu kama haziko salama, viongozi wangu wa dini, mashekhe wetu, rais wetu pamoja na mkurugenzi wa Al-Hikma Foundation, kama ngazi ya familia hakuna maadili, maana yake utarajie kama baba sio mhalifu, mama ni mhalifu. Kama hakuna maadili, utarajie watoto watakaozaliwa pale watakuwa wahalifu. Kwa hiyo wataingia kwenye mgogoro wa kuvunja maadili ya dini, wataingia kwenye mgogoro wa kuvunja maadili ya mila, tamaduni na desturi, wataingia na kujikuta kwenye mgogoro wa kuvunja sheria za nchi, na matokeo yake tutajikuta tuna wahalifu. Maadili ni msingi mkuu wa maendeleo ya taifa lolote lile. Tunafahamu waheshimiwa viongozi, katika ngazi hii ya familia ambapo tunaamini familia moja na ya pili ndio zinatengeneza jamii, na familia ya pili na ya tatu na ya nne hatimaye zikawa 10 au 15 ndizo zinazotengeneza kitongoji, mtaa au kijiji. Katika ngazi hiyo ya familia, watu hao wote wanaokutana, tukiitana kwenye kata, tukiitana kwenye kitongoji, tukiitana kwenye tarafa na hatimaye tukaitwa wilaya, maana yake ni muunganiko wa familia mbalimbali. Kwa familia hizi kama maadili yametengenezwa vilivyo, viongozi wetu wa dini wamefanya kazi nzuri ya kukumbusha wakati wote maadili yaliyo mema, misingi iliyo mema, namna ya kuishi kwenye familia, namna ya kuishi kwenye jamii. Maana yake ni kwamba wilaya hiyo nzima itakuwa ni familia, ni wilaya inayounganishwa na familia zenye maadili yaliyo mema, na wilaya itatengeneza mkoa, na hatimaye mkoa na mkoa tutakuwa na taifa ambalo lina misingi ya maadili yaliyo mema. Tutatengeneza taifa ambalo lina misingi ya kuzingatia uzalendo. Tutatengeneza taifa ambalo lina misingi iliyojikita kuanzia ngazi ya chini na kwa kufundwa vyema na misingi ya imani. Tunatengeneza raia walio wema, wenye utu, umoja, amani na mshikamano. Kwa ndugu zangu, mimi nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa kunialika hapa kuja kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Na mimi nimeshuhudia na kujifunza mengi siku ya leo. Nilikuwa nikisikia hapa waliokuwa wakifungishwa ndoa. Mmoja katika majina, nitatumia majina ya dhahania, sitataja jina halisi, lakini nimesikia kuna jina la kwanza limeanza jina la Kiislamu, labda ni Shaban, lakini katikati unakuta ni bin, labda Joram au John, na mwisho anamalizia jina la kienyeji kama Katambi. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba tunaweza tukawa kwenye dini ya Kiislamu, lakini pia baba yako anawezekana akawa ni Mkristo, na mwishoni ukamalizia jina la Katambi ambalo haliko kwenye Ukristo wala Uislamu. Hili ni jina la kienyeji. Kwa kumbe ni ushahidi kwamba pamoja na kuwa na dini zetu, mila, tamaduni na desturi, tunafungamanishwa pamoja kupitia dini zetu. Hakuna mtu hata mmoja, nimesikia hapa katikati linatajwa labda jina la Kikristo, na tukao tunateta pale na Mheshimiwa Rais pamoja na Rehade ameondoka, Musa,
Tulikuwa tunasema kunawezekana kwamba tukaishi kama taifa moja na jamaa moja lisilokuwa na misingi ya ubaguzi wa kidini, na kila mmoja akafanya shughuli za kidini bila kumkwaza mwingine. Leo hii dini ya Kiislamu ingekuwa na ubaguzi, mimi Katambi nisingekuja kuwa mgeni rasmi. Na washukuru sana, mmekuwa mfano na kielelezo kwa taifa letu. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Hii ninaonyesha umoja, amani na mshikamano tulionao. Tatizo letu sio dini. Tatizo letu ni changamoto zinazotukumba. Changamoto mbalimbali za kwenye maisha, changamoto mbalimbali zinazokuja mbele yetu, tukabiliana nazo kwa pamoja bila kuulizana dini zetu, kwa sababu mwisho wa siku Mwenyezi Mungu anatamani kuona tukiwa na amani, tukiwa na upendo. Leo mimi ni Mkristo, nimekuja kama mgeni rasmi hapa. Vivyo hivyo inawezekana kesho nikasilimu. Ndio kazi kubwa alikuwa anaifanya baba yangu rais pale na mwakilishi wa mufti. Unaweza ukashangaa kesho nikaja na jina hapa na nikaitwa Alhaji, na ilikuwa imekwisha kuanza hapo nadhani, au sio? Kwa hiyo inawezekana. Haya mambo yanawezekana. Sisi ni ndugu na jamaa moja. Na kwa bahati nzuri sana inawezekana vivyo hivyo Mheshimiwa Rais na mwakilishi wa mufti wetu. Kuna uwezekano mimi ningekuwa Muislamu wa kwanza nyumbani. Lakini kwenye ukoo wetu wapo, tunao ndugu zangu Waislamu, wapo wengi tu. Lakini vivyo hivyo katika Uislamu, ukiacha Uislamu wetu, tunaweza tukabishana kwa labda kuwepo mwingine Simba au Yanga. Vivyo hivyo kwenye familia wetu wa Simba na Yanga wapo. Uongo kweli? Lakini vivyo hivyo inawezekana mwingine akawa chama kile au chama hiki, si ndio? Kama mimi niko CCM, inawezekana kwenye familia au kwenye ukoo kuna mmoja yuko chama kingine. Uongo kweli? Hivi visitutofautishe, kubwa zaidi vituunganishe, kwa sababu Mwenyezi Mungu tunaye mmoja mwingi wa rehema. Kwa sababu hata maandiko matakatifu ukiangalia kwenye Biblia takatifu, Qur'ani tukufu, ina mafunzo mengi, ina hadithi nyingi za mtume na mafunzo makubwa ambayo yanaleta na kuonyesha matendo ya huruma pengine hata kuliko kwenye Ukristo. Na mimi ni shuhuda, kwa sababu nimepata bahati ya kuwa kwenye haya maeneo yote mawili. Nimeishi na kukulia kwenye Uislamu nikiwa mdogo, na ndugu zangu hawa wameambiwa leo ndugu zangu wameoa. Mimi nilitaka kubadilishwa dini na mke. Kwa hiyo ujue mke alivyo na nguvu. Hongereni sana kwa kuwapata. Kwa hiyo inawezekana kwamba tukaishi kama ndugu na jamaa moja. Na makubwa ambayo wameasa ndugu zangu hawa katika zama za sasa, tunajua changamoto nyingi ni za mmomonyoko wa maadili kwa asilimia kubwa. Na haya yote yanachochewa tu na hali mbalimbali. Sasa ni vizuri sana yale yaliyotuasa hapa tuyazingatie kwa ukubwa sana. Nimejifunza, yapo viongozi wangu hawa wa dini, mashehe wameeleza hapa. Wameeleza namna mbalimbali ya ndoa ambavyo inapaswa kuwa. Na mimi kwa kweli nimejifunza baadhi ya mambo sikuwa nayo. Kwa hiyo dunia yetu ni kujifunza kila siku. Lazima tutumie nafasi ya kwenda msikitini kama jinsi ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuasa. Tukumbuke zile swala 5. Tushikilie imani yetu, kwa sababu imani ndiyo inayoweza kutuvusha. Pepo lako unaliandaa hapa duniani. Kwa ndugu zangu, tutumie fursa hii kuendelea kujikumbusha, na kila wakati mimi nimejifunza, baba, siku nyingine hata msiponialika nitakuja mwenyewe, kwa sababu ndoa ni jambo la kujifunza kila leo. Shehe wangu pale ameeleza kwamba ndoa ina mambo 5. Katoa misumari ya moto sana. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Na nikajifunza kwamba kumbe kwenye ndoa wakati mwingine msiwe wote wajuaji, mmoja awe mjinga kidogo, na ujinga sio tusi. Ujishushe ili mambo yaende. Ukijifanya mjuaji kwenye kila jambo, mambo hayaendi. Na mwanaume kumbe tunapaswa kuwapenda. Hata kwenye Biblia takatifu inaeleza kwamba, imeeleza, kuna mstari mmoja wanasema enyi wanaume wapendeni, ishini na wake zenu kwa akili. Hawakusema muishi nao kwa magari, hawakusema muishi nao kwa majumba, hawakusema muishi nao kwa vitu vyovyote, kwa akili. Na ndicho hicho kimekuja kuthibitishwa na shehe alivyokuja kugonga zile misumari 5 ya moto hapa, kwamba kuishi naye kwa akili na maarifa, kwa maana ya kwamba ambaye hajaoa hana akili.
Kwa hiyo ndio maana tujitahidi, ambao wengine kama hawajaoa wawahi kuonekana wana nini, wana akili na maarifa. Lakini vivyo hivyo ambaye ameoa leo una akili pia, ukifika kwenye ile ya mwisho hapa, shehe alikuwa anasema tumekubaliana kwa mahali tuliokubaliana na tuishi kwa nini, kwa wema, na itakapobidi au isivyo bahati tuachane. Kwa isivyo bahati tuiombee isiwepo, kwa sababu una akili, ndoa yako itadumu. Hakikisha hayamwachane. Kwa hiyo ni password, kumbe Mwenyezi Mungu ametupa tutumie akili na maarifa ili ndoa hiyo tusiweze kuiachilia. Tutafahamu waheshimiwa viongozi, jambo moja kubwa ambalo pia nitatamani kulisema na kulizungumza. Ndugu zangu, mbali na kazi nzuri ambayo leo imefanyika na mengi mema ambayo Al-Hikma Foundation pamoja na Mheshimiwa Rais wake na katibu na mkurugenzi wake mkuu wameendelea kuifanya kama taasisi imara mojawapo ya kidini, Wizara ya Mambo ya Ndani inahusika na usajili wa taasisi, na ndugu yangu pale Rubwiro leo yuko naye, tumekuja naye hapa kwa niaba ya Kihampa. Katika usajili wa taasisi za dini, zipo taasisi nyingi zimesajiliwa, lakini nyingi zinaweza zikawa hazigusi maisha na mioyo ya watu kwa kiwango cha juu kama Al-Hikma Foundation. Kwa hiyo niombe na iwe rai yangu leo kutumia fursa hii kuomba taasisi zote zilizosajiliwa za Kikristo na za dini nyingine na za Kiislamu kuiga mfano mzuri ambao Al-Hikma Foundation leo wametufundisha. Ni jambo kubwa, ni jambo zuri na la kiimani. Kuunganisha watu kwenye ndoa kufikia 500 si jambo jepesi, ambapo wewe unatoa ufadhili wote, unatoa mafunzo, unatoa mahali, unakwenda kulipia watu mahali, lakini pia unaendelea kuwalea na kuwahifadhi. Kuna kipindi hapa walitoa mitaji, walitoa vyombo mbalimbali, na watu wenye ulemavu walikuwepo. Nakumbuka 2024 wakawajali kuwapa bajaji za kwenda kuanzia maisha. Ni jambo kubwa lenye thawabu kwa Mwenyezi Mungu, lakini ni msaada mkubwa sana kwa ulinzi na usalama wa taifa letu. Leo tunao vijana wengi ambao hawana cha kupoteza, kwa sababu akienda hana mke, hana majukumu, hana wajibu, hana cha kupoteza. Huyu mtu ni rahisi sana kuingizwa kwenye makundi ya kihalifu. Leo hii tumefikisha idadi ya watu 500. Tazama vijana hawa, Mwenyezi Mungu amewaona na shetani amewakataa walivyopendeza siku ya leo. Manake ni kwamba hawawezi kushiriki katika uhalifu. Sisi kama taifa mmetusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Vijana 130 hawa wangeamua kwenda kushika mtutu wa bunduki, wangeamua kushika visu, wakakaa kwenye mitaa yetu, uhalifu ungekuwa kiwango cha juu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya mbele, mwenyekiti wa usalama, anajua madhara yake ambayo tunayapata. Vivyo hivyo wangeweza kuwa hao walioitwa panya rodi, panya buku, wameitwa kwa majina mengi hapa, lakini leo tumepata viongozi safi wenye maadili mema ya dini na mafundisho yaliyo safi. Maana yake masuala ya zinaa mitaani hayatakuwepo, kwa sababu tayari mna njia. Sisi kama vijana tunaambiwa kama umeshindwa popote pale kupata pesa ya mkupuo kwenda kufunga ndoa, Al-Hikma Foundation wako hapa, na hii itahamasisha hata walio wa Kristo kuweza kwenda kwenye njia hiyo iliyo ya haki, kwa sababu kijana kuishi kwa zinaa nayo pia ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu, ni mambo ambayo hayampendezi. Kwa hiyo ni jambo zuri sana ambalo kwa kweli limefanyika, na sisi tunaendelea kuhamasisha katika eneo hili. Hata wale vijana ambao, na sisi kwa upande wa Wizara ya Mambo ya Ndani tunapotokea kwamba vijana tunawahitaji kwa ajili ya ujenzi wa taifa lenu, kwa sababu mmefundwa katika misingi ya dini, mmeandaliwa vizuri, karibuni pale tunapotoa nafasi kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu kutoa nafasi za kwenda kulitumikia taifa lako, mjitokeze kwa wingi. Vipo vyombo vya ulinzi na usalama, zipo taasisi za serikali ambazo zinatoa nafasi za ajira. Zinapotokea, karibuni ili muweze kulitumikia taifa lenu. Ulinzi wa taifa letu unatutegemea sisi. Takwimu imetolewa hapa na shehe wetu wa mkoa. Inasikitisha kidogo, lakini ndiyo kwamba tuone kwamba tuna wajibu wa kwenda kufanyia kazi. Nilikuwa namsikiliza akisema takwimu na taarifa ya taraka ambazo zinapatikana sasa. Kasi ya taraka ni kubwa,
kuliko ndoa zinazofungwa. Unaweza kuona kuanzia 2023 Al-Hikma Foundation imefanya kazi hiyo na Mheshimiwa Rais, mmefungisha ndoa 500, lakini taarifa zinasema talaka ni 1180 kwa mwaka. Lakini pia migogoro ya ndoa ni zaidi ya 97,380. Chanzo ni nini? Ndicho utakuja kugundua. Moja ya vyanzo ambavyo mimi kama waziri wa mambo ya ndani navitambua, ndoa nyingi leo zinavunjika, chanzo namba 1 ni watu kulegalega katika imani, kutokuwa na imani thabiti, kutokufuata mafundisho yaliyopo. Mtoto amekuwa kwa sababu amekuwa na ndoa hizi ambazo wazazi hawatekelezi wajibu wao, haendi madrasa mpaka anakuwa mtu mzima, hata msikitini hajawahi kukanyaga, lakini anaitwa Muislamu. Huyu hatakuwa na hofu ya Mungu. Kwa hiyo hata haya mafunzo viongozi wetu wanayoyatoa hayazingatiwi. Kwa hiyo ni chanzo cha migogoro ama talaka. Kwa hiyo niwasihi ndugu zangu Waislamu, twendeni tukakutane na viongozi wetu wa dini kila jinsi na wakati ambavyo dini yetu inatutaka kwenda. Tuhudhurie, twende kwenye ibada zetu, msikitini twende, lakini pia pale inapotokea kuna mawaidha, inapotokea kwenye mashindano, mambo yote yanayohusiana na dini ni muhimu sana kwenda kule, kwa sababu shetani huingilia nafsi zile ambazo hazina hofu ya Mungu. Lakini hivyo vyanzo vingine, ukiacha hilo, hata kwenye Ukristo kule kuna Sunday school na uhudhuriaji wa makanisani umeshuka na kupungua. Watu hofu ya Mungu imekuwa chini sana. Kwa hiyo, lakini jambo jingine kubwa ni tamaa. Tamaa imekuwa juu. Tunadhani kwamba watu hatuwezi kuvumiliana tena kwenye ndoa. Hauwezi kuvumilia kwa sababu unatamani kupata vitu na mali. Vitu hivi si vya msingi kuliko upendo. Tumetanguliza thamani ya upendo kwenye vitu kuliko upendo baina yetu sisi wenyewe. Lakini pia jambo jingine ni changamoto za maisha. Inaweza ikawa uchumi, kushindwa kuvumiliana, ambazo mengine wameyaeleza vizuri zaidi hapa. Lakini masuala ya changamoto mbalimbali za kiuchumi ni sisi kufanya kazi. Na ndio maana Al-Hikma Foundation wamesema kwanza uwe na kianzio cha kufanya kazi, na hatua ya pili utasaidiwa. Mwenyezi Mungu hawezi kukutupa. Kwa haya yote ni maeneo ya vyanzo mbalimbali. Uaminifu nayo pia ni eneo jingine. Tuendelee tukawe waaminifu kwenye ndoa zetu, na pale ambapo inabidi au inapolazimu tukafate misingi ambayo tumeelezwa kupitia dini. Hivyo ndugu zangu, nizidi kuwasihi na kuwashukuru na kuwaasa, kwa sababu hotuba hii sikutamani kusoma kama ilivyo, kwa sababu ya kutambua umuhimu na muda ambao tunao umekuwa finyu. Lakini nizidi kuhakikishia taifa letu liko salama sana kwa ujumla wake. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema wilaya yake ya Temeke iko salama, na ametoa salamu za mkuu wa salama. Mimi niwape kwa ujumla, mikoa yetu, taifa letu liko salama sana, ambalo nitaomba na ninaomba rai, nitoe rai kwa ukubwa. Moja, tulipende taifa letu. Hatuna taifa jingine ndugu zangu. Viongozi wetu wa dini tunawaomba sana, muendelee kutusaidia kusimamia, kuhubiri, kutoa mawaidha, lakini pia katika ibada kila wakati kukumbusha umuhimu wa amani. Tunatambua yanayotokea na yanayoendelea duniani kote, si Tanzania peke yake. Ni lazima mjue rasilimali tulizo nazo kama taifa ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia ndio kinaweza kikawa chanzo cha migogoro. Ni Tanzania peke yake hapa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Ni Tanzania peke yake ambayo inaweza ikawa na njia inayoweza kurahisisha nchi nyingine zaidi ya 8 zinazopakana na sisi katika masuala ya kiuchumi kuwa njia sahihi. Ni Tanzania peke yake iliyo na rasilimali nyingi, ukiacha madini, mbuga za wanyama, mito, mabonde na bahari. Ni Tanzania peke yake sasa iliyobaki ikiwa na ardhi yenye rutuba. Ni Tanzania peke yake imebaki kuwa eneo lenye kielelezo cha amani. Ni Tanzania peke yake iliyobaki katika misingi ya sheria na sera ya ujamaa na kujitegemea.
wenzetu hawapendi, kwa sababu leo vita kubwa iliyopo duniani ni vita ya kiuchumi, na wanaokuja kwa vita ya kiuchumi hawaji kwa mtutu wa bunduki, wanakuja kwa vita inayoitwa, wanafanya economic espionage, economic intelligence na economic warfare. Vita hizi zinapiganwa kwa akili, ni kuchonganishana baina yetu kati ya dini na dini, ili mpasuko utokee, waje hao wasuluhishi wanaopaswa kutoka huko wanakodhani kwamba wao ni sahihi. Mipasuko inaweza ikaletwa kupitia vyama vyetu vya siasa, kauli kali, uchochezi na uchonganishi unafanywa. Wakati mwingine unamuona mtu ni katambi anazungumza pale, anazungumza kwa kumkera mtu, kwa kumuudhi, kwa uchonganishi na uchochezi, ili agadhabike na matokeo yake yatokee mapigano. Katika mapigano hayo watakuja wasuluhishi wanaoitwa wasuluhishi wa kimataifa. Katika mapigano hayo watakuja wengine ambao hawasuluhishi, wanasaidia namna ya wewe kushinda vita au mapigano. Watafadhili silaha, kwa sababu kuna wengine, kwa sababu kama nchi ina amani, hakuna tena, haiwezi kuwa soko la silaha. Uongo kweli, ndugu zangu? Kuna watu wanatengeneza silaha usiku na mchana, hawana pa kuziuza. Soko lao ni kuhakikisha kwamba walau kuna nchi kadhaa zinapigana. Kuna watu wamefikia uchumi wa kiwango cha juu, ambapo fedha zao zipo hazina pa kwenda, inabidi zili zizunguke, lazima wakopaji watokee. Jinsi kama hata kwenye jamii ilivyo. Inawezekana biashara yangu mimi inahusika na kuuza sanda. Uongo kweli? Sina hakika, lakini inawezekana kama biashara hivi. Huyu anaweza akasemaje, biashara yangu nzuri au mbaya? Kwa Wakristo kule anauza mtu, kwa mfano kazi yangu mimi ni kutengeneza majeneza. Ikitokea watu hawaugui na mambo hayaendi, mimi nitafurahia, nitakaa sawa sawa, kwa sababu kipato changu kimepungua. Uongo kweli? Ingawa nadhani huwa hawatuombei hivyo, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki kwamba wasituombee tusipatikane kwa wingi. Lakini kuna msimu wa corona mambo yalikuwa mazuri, mavuno yalikuwepo. Uongo kweli? Sasa ndivyo tunavyojaribu kuangalia hata kwenye mataifa leo duniani yanaangaliana, wenye nguvu wanawaangalia wanyonge waendelee kuwa wanyonge, na waliopata nguvu ya kati wanawaangalia wanyonge kama ni soko lao. Haya yapo ndugu zangu. Sasa tuombe sana, kama Wizara ya Mambo ya Ndani, ni waombe. Vita zote duniani zimeanza kwa maneno na zimepiganwa kwa silaha pengine kali zaidi, lakini Mwenyezi Mungu mwisho anaweka kauli zilizo thabiti. Vita hizo huisha kwa maneno, sio kwa wingi. Lakini matokeo yake tulienda kuzaa wakimbizi, wakalazimika kwenda kwenye nchi ya jirani. Sisi Tanzania leo ikitokea mabaya tutaenda wapi? Kila mmoja wetu hapo alipo, kwa umoja wetu kama Watanzania, bila kujali dini zetu, bila kujali vyama vyetu, tujiulize leo, Tanzania yakitokea machafuko tutaenda wapi? Nchi gani ambayo ni salama na sahihi sisi kwenda kama wakimbizi? Majibu yatakuja kwamba tuendelee kuipenda taifa letu. Viongozi wa dini nizidi kuwashukuru sana, BAKWATA na viongozi wote wa taasisi mbalimbali za dini ya Kiislamu, mmeendelea kuwa karibu na taifa letu, mmeendelea kuwa karibu na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mmeendelea kuwa karibu na viongozi kwa wakati wote, mkituombea kwa ukaribu sana na kutuasa. Hata wale ambao walifanya kwa kukengeuka katika Uislamu au Ukristo, ambapo walitoa matamshi makali ambayo pengine yalitaka kuleta uchonganishi, mliwaita na kuwasuluhisha, kwa sababu hata sisi kama Watanzania ni muhimu tukajua
ni wakati gani Katambi anazungumza kama Katambi, sio waziri wa mambo ya ndani? Ni wakati gani Katambi anazungumza kama yeye? Kwa sababu kuna wakati wengine anaweza kazungumza Katambi akatoa kauli mbaya ya kidini ikaaminika ni Wakristo wameamua kufanya hivyo. La hasha. Hakuna mtu aliyetumwa kulifarakanisha taifa letu, na wakati mwingine tujue, na sisi tuendelea kuchukua hatua kwa wale ambao wanaleta kauli chonganishi na chochezi ambazo zinaondoa upendo na umoja na amani katika taifa letu. Waheshimiwa viongozi wangu wa dini, nikimalizia, sisi katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa vijana wenzetu hawa, nimekuwa nikiangalia ule umri, ni vijana wadogo kwa maana ya umri wa vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Katika upande wa serikali, vijana walio kwenye biashara, walio kwenye kilimo, walio kwenye madini na maeneo mengine yoyote, zipo pia fursa za kiuchumi ambazo zinatolewa na serikali. Kwa kutumia fursa hizi, nitaunganisha taasisi yetu ya Al-Hikma Foundation pamoja na mamlaka zote zinazotoa mikopo, unganisha masuala ya fedha, ajira na uwezeshaji wananchi kiuchumi, ili hawa vijana ambao wameoa leo wanasema wakupata fedha za mkupuo, wawe na uwezo wa kuingia kwenye channel mbalimbali za kiuchumi za serikali. Na katika halmashauri zetu zote na hata ya mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya Mapunda, kuna fedha zaidi ya bilioni 1 na zaidi, na wakati mwingine zinatolewa kwenye halmashauri zetu kuwawezesha vijana waliojitambua, vijana walio na ndoto, vijana walio na malengo, walio na makusudio na shabaha. Lazima sisi kama serikali tuwatengeneze mazingira wezeshi. Moja ya eneo mazingira wezeshi hapa Temeke, mheshimiwa mkuu wa wilaya Sixtus Mapunda pamoja na mkoa wa Dar es Salaam waunganishe vijana hawa na mikopo inayotolewa na halmashauri, ili waende wakanufaike, waweze kulea ndoa zao, lakini wakati huo wakazae raia walio wema, ili taifa letu tuwe tumeandaa kizazi cha watu ambao wana uzalendo, utaifa, lakini pia wanalipenda nchi yao. Nikimalizia, kwa niaba ya serikali, kwa kweli napenda tena kupongeza na kushukuru sana taasisi ya Al-Hikma Foundation na viongozi wake wakuu, kuanzia rais wa taasisi Sharif Abdulkadir na mkurugenzi mkuu Sheikh Nurdin Kiski na wadau wote wanaoiunga mkono katika taasisi hii katika jambo hili adhimu, pamoja na maeneo mengine ambayo wameendelea kufanya. Napenda kuwapongeza pia maharusi wote 130, lakini pia wale 370 kwa ujumla wao 500 kwa hatua kubwa na muhimu katika maisha ambayo mmeifikia, na kwamba kwa kweli ni hii mmefanya kazi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu wa mbinguni ataendelea kuwabariki na kuwawezesha zaidi. Endeleeni kujitunza kwa sababu afya yenu ni muhimu na ndio mtaji namba 1. Endeleeni pia kujiimarisha kiuchumi, ili kile kizazi ambacho mtakileta kwa baraka za Mwenyezi Mungu basi kiweze kuenenda vizuri zaidi. Lakini mkumbuke, watoto mtakao wazaa mwakumbushe wawe kama nyinyi, waendelee kwenda madrasa ili wakajifunze vema elimu ya Mwenyezi Mungu. Tukiacha elimu dunia ambayo mtaendelea nayo, lakini ni muhimu sana wakakuwa kwenye maadili mema ya misingi ya dini yetu ya Kiislamu. Niendelee pia kuhakikishia kwamba serikali itaendelea kuwa nanyi, tutaendelea kuwapa ushirikiano wa kutosha, taasisi zote na hasa BAKWATA na viongozi wengine pamoja na Al-Hikma Foundation, tutaendelea kuwapa ushirikiano wa kutosha, na karibuni sana pale mnapotuhitaji kwa wakati wowote, sisi tupo tayari kuweza kushirikiana nanyi. Natambua ndoa zenu zikajae furaha, ndio dua yangu kwenu. Ndoa zenu zikajae furaha, baraka na mapenzi, lakini pia huruma na utulivu, na mkalete kizazi chema kwa ajili ya taifa letu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir.